Hatimaye chama cha upinzani nchini Tanzania ambacho ni ACT Wazalendo kimeweza kuthibitisha taarifa za kukamatwa kwa kiongozi wake ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo bara. Sasa Machinjita amekamatwa leo na jeshi la polisi wakati akiwa katika ziara ya kuweza kukagua changamoto ambazo wanapitia watumiaji wa usafiri wa mwendokasi jijini Dar es Salaam. Leo Mei 25. Taarifa ya ACT Wazalendo inasema hivi: jeshi la polisi Tanzania linamshikilia makamu mwenyekiti bara wa ACT Wazalendo ambaye pia ni waziri mkuu kivuli ndugu Isihaka Mchinjita aliyekuwa katika ziara ya kujionea madhila wanayoyapata watumiaji wa usafiri wa mwendokasi jijini Dar es Salaam leo Ijumaa ya tarehe 23 ya mwezi Mei mwaka 2025. Ndugu Mchinjita amevamiwa na polisi na kufanyiwa fujo katika kabla ya kukamatwa akiwa katika kituo cha mwendokasi Kimara mapema leo asubuhi. ACT Wazalendo kupitia baraza letu kivuli la mawaziri tulichukua hatua za makusudi kuitikia wito wa wananchi wanaotumia usafiri wa mwendokasi jijini Dar es Salaam kwenda kujionea hali halisi ya usafiri huo ambao umekuwa kero na kilio kikubwa. Kwa dhamana yake ya waziri kivuli, ndugu Mchinjita alikata tiketi na alilenga kupanda basi la mwendokasi ili aweze kuzungumza na watumiaji wa usafiri huo moja kwa moja, kupata hisia zao na kujionea mwenyewe kero na madhila makubwa yaliyougubika usafiri huo muhimu kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam. ACT Wazalendo tunalaani hatua hiyo ya jeshi la polisi kumkamata kiongozi wetu na tunawataka wamwachie mara moja bila masharti yoyote. Tunawakumbusha polisi wajibu wao sio kupambana na viongozi wa ACT Wazalendo wanaotekeleza wajibu wao muhimu wa kisiasa na kuwajibika kufuatilia na kubaini kero na matatizo ya wananchi ili kuyaanika hadharani kwa lengo la kupatiwa ufumbuzi. Badala yake, ili kuwatendea haki wananchi wanaokamuliwa kodi zao kila siku, polisi wapambane na viongozi wa serikali ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM, ambao wamekalia nafasi za umma ili hali huduma za wananchi zikiendelea kudhorota kila uchwao pasipo uwajibikaji wowote. Aidha, tunazitaka mamlaka husika kuwachukulia hatua za kinidhamu na kisheria wale wote waliomfanyia fujo ndugu Mchinjita, huku wakijitambulisha kuwa ni viongozi wa mradi huo wa mwendokasi. Hao ni wahujumu uchumi na huduma za umma ambao wamejificha kwenye utendaji na utumishi wa umma, wakificha madudu yaliyojazana katika maeneo yao ya kazi na kupelekea huduma mbovu kwa wananchi. ACT Wazalendo tunaendelea kutekeleza wajibu wetu bila hofu ya mtu au mamlaka yoyote kwa kufuatilia na kubaini kero na matatizo juu ya masuala mbalimbali ya wananchi katika maeneo yao kwa lengo la kuitaka serikali ya CCM kubadilisha hali mbovu iliyopo na kuleta mabadiliko. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na naibu katibu idara ya habari, uenezi na mahusiano na umma ACT Wazalendo ndugu Shangwe Ayo kwa siku ya leo. Taarifa hii ndio taarifa ambayo inaendelea kwa sasa, lakini kwa maoni na ushauri tuandikie hapo chini kwenye sehemu ya kuandika maoni yako kuhusiana na jinsi ambavyo mambo yalivyo na yanaendelea. Mimi naitwa Manon. Until next time, tutakutana hapa Habari Digital kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana zaidi. Asante kwa kuendelea kuwa mwanafamilia mzuri wa Habari Digital muda wote.